Mungu alitumia hekima, Mungu alitumia maarifa, Mungu alitumia ufahamu kuweza kuumba dunia, kuweza kuumba ulimwengu, kuweza kuumba vitu vyote ambavyo viko ndani ya ulimwengu. Kwa hiyo neno la Mungu, manake Mungu alipokuwa anaongea neno, manake neno lake liko limebeba vitu vitatu. Kwa hiyo ndani ya nuru kulikuwa na vitu vitatu. Kitu cha kwanza kulikuwa na maarifa, kitu cha pili kulikuwa na ufahamu, kitu cha tatu kulikuwa na hekima. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anaongea neno, manake alikuwa anatoa hivyo vitu vitatu. Hivi vitu vitatu ndivyo vilivyokuja duniani, vikaanza kuumba, vikaanza kuweka ulimwengu katika hali ya mpangilio ili kuwezesha maisha yaweze kuwepo. Kwa hiyo Mungu alipoongea neno likawa nuru. Nuru maana yake ni vitu vitatu kama tulivyosema, na hivi vitu vitatu vilivyoingia duniani vikaanza kuleta mpangilio, vikaanza kutengeneza mifumo, na hii mifumo baadaye ikaja kutengeneza uhai. Kwa hiyo kwa kurahisisha zaidi tunaweza tukasema wazo. Kwa hiyo katika uumbaji wa ulimwengu Mungu alikuwa na wazo. Mungu alikuwa na wazo, anataka umbe dunia, anataka umbe ulimwengu wa mwili, ulimwengu ambao utakuja kukaliwa na wanadamu. Na huu ulimwengu utakuwa na wanadamu ambao watakuwa na sura, ambao wataumbwa kwa sura na kwa mfano wao.